Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awali ya yote namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu washiriki, karibuni sana katika mafunzo haya au hii free webinar ambayo inalenga kuelimisha juu ya nguzo au misingi ya uendeshaji biashara kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu, au kwa misingi ya yale yanayoruhusiwa kufanywa na yale ambayo hatupaswi kuyafanya. Mafunzo yetu yatajikita katika kuelezea hii dhana ya biashara inayosimamiwa kwa kufuata sheria. Kwa nini ni muhimu kuzingatia um, dhana hii na misingi yake, na je, kuna haja ya kupata ithibati juu ya biashara yako kwamba unaiendesha na unaisimamia kwa misingi hiyo, na kutakuwa na maswali na majibu. Kabla ya kuanza, napenda kutambulisha mimi mwenyewe. Naitwa Khalfan Abdallah, ni partner na ni mshauri katika masala ya biashara halali na vile vile masala ya huduma za kifedha za Kiislamu, pamoja na masala ya leadership, uongozi na kadhalika, na ni partner katika hii kampuni ya Abrar Consult ambayo iko hapa Nairobi, na vile vile tuko na Dar es Salaam. Tuko na Dar es Salaam na website yetu ni kama inavyoonekana hapo kwenye slide. Our service, huduma zetu ni katika maeneo yafuatayo. La kwanza ni ushauri na mafunzo katika nyanja pana ya huduma za kifedha za Kiislamu, iwe mabenki, iwe bima, iwe mifuko ya uwekezaji, taasisi ndogo za kifedha au microfinance na nyinginezo. Eneo letu la pili ni kufundisha masala ya kifedha na biashara. Nafundisha biashara na masala na usimamizi wa masala ya kifedha kwa mtu binafsi, kwa vikundi na kwa wafanya biashara mbalimbali, na tunafanya hivyo kwa misingi ya sheria vile vile na kwa hasa katika misingi ya sheria na maeneo mengine kwa ujumla. Eneo jingine ni ushauri na kufunza katika masala ya wealth management. Hii ni specific kwa watu binafsi wanaotaka ushauri, wanataka mafunzo. Mafunzo tunayatoa kwa watu wote, lakini ushauri tunatoa kwa watu wanaotaka kushauriwa namna ya kusimamia mali zao kwa mujibu wa mafundisho ya dini ya Kiislamu. Tunatoa ushauri wa kisheria kwa ujumla katika masala yote ya biashara, masala ya fedha na masala ya uongozi, na vile vile tunafasiri kazi kutoka kwenye Kiarabu kwenda kwenye Kiingereza au kwenda kwenye Kiswahili. Katika hizi lugha tatu vile vile tunashauri katika masala ya kisheria, yani legal issues together with sharia issues. Tunafundisha vile vile masala ya management na leadership, masala ya uongozi na masala ya usimamizi. Tuna mafunzo na tunashauri kwenye mambo ya life skills. Vile vile tunatoa ithibati ya halali ya biashara halali, na vile vile tunashauri na kufundisha kwenye upande wa masala ya usimamizi wa kifedha kwa manufaa ya jamii, ama Islamic social finance. Hapa unazungumzia mambo ya zaka, mambo ya wakfu na mfano wa hayo. Kwa hizi ni baadhi ya huduma zetu za msingi, au hizi ni huduma zetu za msingi zinazofanywa na shirika la Abrar Consult. Baada ya kueleza hayo, ningeomba kila mmoja achukue kalamu na karatasi kwa ajili ya kufanya ile zoezi dogo ndani ya dakika pengine 2-3. Natumai mnaona hii assessment. Naomba tuifanye hii assessment ambayo inajaribu kupima uelewa wetu katika masala ya usimamizi wa biashara. Kwa chukua kalamu na karatasi,
Kwa swali la kwanza utaandika yes or no au utasema I don't know, na nafikiri nyote mnafahamu lugha hiyo ya Kiingereza kwa kuwa maudhui hii imeandikwa Kiingereza lakini tunawasilisha kwa Kiswahili, na ndio maana tukasema itakuwa na lugha zote mbili, itakuwa Kiswahili na Kiingereza. Um, kwa hivyo natoa dakika mbili tatu, nafikiri natoa dakika mpaka dakika 20 tuweze kujaza hii assessment. Jipime kuona kwa kiwango gani unafahamu masala ya usimamizi wa biashara kwa misingi ya Kiislamu. Kwa hivyo kama itakuwa kuna kitu hakionekani, unaweza ukaniambia nikakusomea, lakini natumai huenda nyote mnaiona hiyo assessment. Kwa hivyo mpaka dakika 20 tuwe tumekamilisha, au dakika 21. Sasa unaweza kuanza, andika tu number one, yes or no or I don't know. Una haja kuandika swali, andika majibu tu. Okay, dakika 21 natumai kila mmoja itakuwa amejaza. Um, tutarudi kwenye assessment hii huko mwisho kwa ajili ya kuwasikiliza majibu yenu na pengine kujadili kama muda utaruhusu, lakini kama muda hautoruhusu kuweza kufanya hivyo, tutawaomba mtume majibu yenu kupitia email address inayoonyeshwa kwenye bango hili,
info@abrarconsult.co.ke, nasi tutakwambia umepata ngapi ya ngapi. Um, Sasa tuende kwenye mada yetu ya leo ambayo ni kuelezea kwa ufupi ndani ya muda huu wa lisali moja juu ya dhana ya usimamizi wa biashara kihalali kwa kufuata misingi ya Kiislamu. Na tunasema dhana hii ni maana yake ni ipo katika uendeshaji na usimamiaji wa shughuli yote ya biashara, sio tu bidhaa na huduma, lakini masala ya fedha, masala ya maadili, masala ya uendeshaji, masala ya usimamizi wa watu, masala ya ya jamii. Haya yote biashara inayofuata misingi ya Kiislamu inayatazama na kuyaratibu yawafikiane na sheria, yawafikiane na mafundisho ya dini ya Kiislamu. Hiyo ndio dhana ya usimamizi wa biashara halali. Usimamizi wa biashara halali ni uendeshaji na usimamizi wa biashara kwa kuhakikisha kila kitu kinachofanyika katika biashara hiyo kinaenda sambamba na mafundisho ya Uislamu. Kimsingi sheria ya Kiislamu imeruhusu biashara. Sheria ya Kiislamu default ruling yake ni biashara halali, isipokuwa pale ambapo kutabainika kwamba kuna vitu fulani fulani vinafanyika ambavyo vitaipeleka biashara hiyo katika haramu. Kwa hivyo default ruling ya kisheria ni kwamba tukiona tu biashara tunasema hii ni biashara halali, lakini tukiangalia sasa bidhaa unayouza, tukiangalia usimamizi wako wa fedha, tukiangalia usimamizi wako uendeshaji wako, tukiangalia matangazo yako, tukiangalia hivyo vitu hapo ndani ndivyo vitatupelekea katika ima kusema kwamba hii biashara ni halali, imebaki katika msingi wake, au biashara imeshatoka tayari katika uhalali. Okay. Kwa hivyo default ruling ya kisheria kwenye dhana ya biashara ni kwamba biashara ni halali, isipokuwa zile ambazo zitakuwa zinafanya mambo ambayo ni kinyume na matakwa ya Kiislamu. Napenda hili lifahamike kwamba na Mwenyezi Mungu kama aya hii inavyoonyesha, Mwenyezi Mungu amesema halallahu al-bay'a, Mwenyezi Mungu amehalalisha biashara na ameharamisha riba. Kwa hivyo hiyo ndio position ya Kiislamu. Kwa hivyo ni muhimu sana sio tu kuridhika na hii hukumu ya ujumla, amefanya biashara, kwa hiyo ikawa na biashara katika Uislamu halali, ikawa umeishia hapo, ukafikiri kwamba kwa kuwa biashara ni halali basi haijalishi unauza nini, haijalishi unaendesha vipi, haijalishi unatangaza vipi, haijalishi unakaa na watu vipi, haijalishi miiko yako, maadili ambayo yamefungamana na uendeshaji wa biashara yako. Haimaanishi hivyo kabisa. Maana inatakiwa uhakikishe ya kwamba haya yote yanakwenda sambamba na mafundisho ya Uislamu. Ni muhimu ifahamike ya kwamba malengo ya uendeshaji wa biashara kwa misingi ya halali ni mtu si tu kupata faida, lakini kuna lengo kubwa kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hicho unachokifanya. Faida ni kama injini tu katika gari inayokusaidia lile gari kwenda, lakini safari yako ni kwenye kupata radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Okay, narudia tena, hii biashara halali inaendeshwa kwa lengo la kutaka kupata faida, kwa lengo kuu la kupata radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ni kama mfano wa gari, kuna engine, kuna matairi, kuna nini. Okay,
hivi vyote ndio mfano wa faida kwenye biashara, kwamba unahitaji hivi ili uende, ili usonge mbele, ili ufike katika safari yako. Kwenye gari linahitaji matairi, injini, mafuta na dereva ili uende safari. Lakini sasa safari yako ni ipi? Unakwenda wapi? Unataka kupata faida ili iweje? Lengo ni nini? Lengo ni kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika maisha yako sasa ya kibinafsi na yote kwa ujumla. Lengo la pili la uendeshaji wa biashara kwa msingi ya halali ni kupata kipato kiwe halali. Ile riziki unayopata iwe ni halali, na kama tunavyojua kipato haramu ni dhambi na kitampelekea mtu kupata adhabu kali kama hatotubia kwa dhambi hiyo. Vile vile malengo ya kusimamia biashara kwa msingi halali ni kwa ajili ya kuhakikisha kuna uadilifu baina ya wadau mbalimbali. Biashara inafanywa kwa uadilifu baina ya wadau, biashara inafanywa kwa uwazi, biashara inakuwa na uwajibikaji. Kuna swala la uwajibikaji baina ya wanaoendesha na jamii ambayo biashara hiyo ipo. Na lengo jingine ni kukidhi mahitaji ya jamii, kukidhi mahitaji ya jamii na kuzingatia maadili ya Kiislamu katika uendeshaji na shughuli za biashara hiyo. Kwa hiyo ni kuhudumia watu. Okay? Na hili ni jambo muhimu sana mfanya biashara kuwa nalo ndani ya moyo wake, kwamba anaanzisha biashara ili kuihudumia jamii na kuimarisha jamii na kuinufaisha jamii kwa kile anachokifanya. Mtume sallam anatuambia khairun nasi anfa'uhum linnasi, mtu bora ni yule ambaye ana manufaa kwa watu wengine, na manufaa hayo inaweza ikawa kwa kupitia biashara yake. Kwa kupitia biashara yake sio tu amewaajiri watu, lakini amewawezesha watu kupata kitu kizuri, kupata kitu ambacho ni ima kinawafurahisha au kinawaondolea udhia. Okay? Kinaondolea tatizo, dhara fulani. Kwa hivyo hii ni picha kubwa kabisa ambayo mfanyabiashara wa Kiislamu anakuwa nayo, sio tu kupata yeye, bali kuhakikisha kwamba anaihudumia jamii, kukidhi mahitaji yao. Fanya biashara ndio maana huwa katika uchumi kuna mambo manne makubwa: kuna uzalishaji, kuna utumiaji wa rasilimali, kuna exchange. Okay? Wale wadau muhimu kabisa katika kuhakikisha hizi bidhaa zinamfikia mtumiaji kwa njia ya biashara, na hivyo watu wanaweza kukidhi mahitaji yao. Kwa hivyo ni component muhimu sana katika uchumi. Huwezi tu kuwa na uzalishaji kama hakuna mechanism ya kuexchange baina ya mwenye huduma hii, mwenye bidhaa hii imfikie mwingine. Na huwezi kuwa na biashara au huwezi kuwa na uchumi imara bila ya kuwa na watu wenye uwezo wa kutumia hicho kinachozalishwa, na utumiaji huo uwe unafanyika kwa kupitia biashara. Analipia kitu fulani, analipia huduma au analipia bidhaa, anaipata chini ya mhimili wa biashara. Na katika uchumi jambo la nne ni swala la distribution, kwamba lazima muhakikishe ya kwamba utajiri, bidhaa zinatapakaa katika jamii au katika nchi, na hapo unakuja kuona umuhimu wa logistics na vitu kama hivi. Lengo jingine la usimamizi wa biashara kwa misingi halali ni kutafuta baraka za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kutafuta baraka. Okay, utakapokuwa unaishi katika kila kipengele cha biashara yako unazingatia matakwa ya Mwenyezi Mungu, ni kwamba unavutia baraka. Mwenyezi Mungu atakubariki. Okay? Na sio tu kupata mali, lakini kupata hizi baraka za Mwenyezi Mungu ambazo wakati mwingine tunaziona lakini hatuzioni, lakini baraka ni kitu kikubwa sana ambacho mimi na wewe tunakihitaji, kwa kuwa manufaa yake ni multiplication of good things, kwa kuwa unazungukwa na mambo mazuri
katika familia yako, utakuwa katika elimu yako, au itakuwa katika mali yako, au na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo baraka ni kitu muhimu sana, na hakiwezi kupatikana isipokuwa kwa kuhakikisha ya kwamba kila kipengele katika biashara yako kinafanyika kwa faradhi za Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu anabariki wale wenye kufanya hivyo. Misunderstanding kubwa ipo kwa Uislamu leo. Kwa kweli, na hii ni moja ya sababu kubwa ilionisukuma kuandaa mada kama hii, ni kwamba tupo wengi katika biashara, yani Waislamu wengi tupo kwenye business, tunafanya biashara au tumeajiriwa na wafanya biashara, lakini kwa kweli wengi wetu tunauelewa finyu sana wa biashara halali ni kitu gani. Biashara halali ni kitu gani? Kuna wale wenye mfinyu kabisa ya kwamba maadamu ni biashara tu, basi biashara halali, kama tulivyoeleza kule, wanasema tu Mungu amehalalisha biashara, kwa maadamu mimi nafanya biashara basi halali, haijalishi anauza nini, haijalishi anatangaza vipi, haijalishi amepata wapi fedha zake na anasimamiaje hizo fedha za biashara, haijalishi anashirikiana na watu gani katika hiyo biashara, au ameajiri watu gani katika biashara. Kwa hivyo kuna uelewa finyu sana miongoni mwetu katika hili swala la kusimamia biashara, ambayo hiyo ndio aliyoihalalisha Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu hajahalalisha tu biashara holela au mtu akajifanyie tu chochote kile anachotaka. Hiyo ni kutokuielewa sheria katika upana wake. Kwa hivyo kuna wanaoona ya kwamba ni kile kinachouzwa tu ndio kiwe halal. Kwa only food need to be halal. Tena wengine wanaona ni food tu, chakula tu ndo kina apply masala ya halal, lakini ukija kwenye labda drugs, madawa, labda ukija kwenye cosmetics, vipodozi, hivyo havina haja ya kuzingatia kwamba hicho kitu ni halali au sio halali. Hiyo natumia tu dawa, tumia tu vipodozi, tumia tu lakini masala ya kula tu na kunywa ndiyo masala ya hapo, ndo unatakiwa uzingatia halali. Hii ni misunderstanding ambayo ipo katika jamii, na matokeo yake leo tunakuja kuwaona Waislamu wanauza vitu ambavyo kwa kweli ni aibu kubwa sana. Natembea Dar es Salaam, natembea Nairobi, unaingia kwenye duka la Muislamu kwa mfano la vipodozi, anauza mawigi, manywele ya kubandika, na ukimuuliza vipi unafanya biashara hii, sasa mimi situmii, lakini nauza tu. Akakaa nafikiri kwamba kilichokatazwa ni kutumia yeye, lakini kuuza hakuna neno. Sasa hii ni uelewa duni kabisa wa kile ambacho chafaa kuuzwa na kadhalika. Na huu ni mfano mmoja, kuna mfano mingi. Tunauza sigara kwenye maduka, naenda kwenye duka la kawaida tu mtaani, Muislamu anauza retail products mbalimbali, nakutana na sigara huko, mtu anauza sigara na vitu vingine ambavyo kwa msingi havifai kuuzwa na kadhalika. Another misconception ni kwamba ni kutafuta faida tu. Almuradi kuna faida kwenye biashara fulani, basi unaweza kufanya. Okay? Kama biashara fulani ina faida, hiyo ni sawa tu. Haijalishi unauza vipi, haijalishi unatangaza vipi, haijalishi unajiendesha vipi. Muhimu ni kuangalia faida. Bwana, vipi inalipa hii? Biashara nzuri inalipa, basi kama inalipa hiyo ni biashara halali, biashara safi kabisa. Jambo jingine ni matumizi ya benki za riba katika usimamizi wa fedha zako, ima kupata mtaji au kuzihifadhi au kuziwekeza. Okay, wako wafanya biashara ambao wanatumia benki za riba katika uendeshaji wa biashara zao, na hili tutakuja kulieleza huko mbele. Nyingine ni no need to verify supply chains, ambao unauza bidhaa lakini hutaki kujua kwamba hii bidhaa huko inakotoka imetengenezwa kwa kuzingatia maadili ya Kiislamu. Kwa hivyo unakuta kwa mfano restaurant, mtu kafungua hoteli,
Kwa hivyo anauza mchele, anatumia mchele kwenye restaurant, anatumia unga, anatumia nini na nini na mafuta. Swala linakuja kwamba okay, uh, huu haya mafuta ya kula unayotumia, okay, kwa mfano ni mafuta ambayo yametengenezwa kwa misingi ya halal, yana halal certification, yana halal label, okay. Kitu cha kuangalia, je, huu mchele ulionunua umenunua kwa mtu ambaye naye kanunua au kalima, au umenunua kwa mwizi tu, mtu kaiba? Kuna watu kwa kweli wananunua vitu vya wizi, okay, ananunua kitu cha wizi, anatengeneza chakula au anauza. Umeona, wako watu namna hii wananunua vitu vya wizi. Sasa bila ya kukaa na kujitia upofu wa kuto kutaka kutazama hiki kitu kimetoka wapi, okay, na kimezalishwa vipi, okay, na je kimekidhi matokeo ya kisheria, ni tatizo. Kwa mfano leo kuna tatizo kubwa kwenye masoko makubwa ya uzalishaji. Kwa mujibu wa ripoti za kilimwengu, kuna masoko, kuna maeneo uzalishaji unafanyika kwa kutumia watoto, child labor. Okay. Na hizi ni kesi kubwa katika nchi za kimagharibi. Kule kuna kesi kubwa za mashirika makubwa ambazo zinanunua bidhaa kutoka Bangladeshi, mavazi, au kutoka China na maeneo mengine, ambapo ripoti zinaonyesha ya kwamba hao wazalishaji huko Bangladeshi, China na maeneo mengine wanatumia child labor kuweza kuzalisha, kutengeneza hicho wanachokitengeneza. Sasa je, swala la kuja Muislamu inafaa kununua bidhaa kwenye kampuni ambayo kwa kweli inafanya shughuli zake kwa kutumia watoto kama ndio wazalishaji, au ndo vitu kama hivi. Kwa hivyo ni swala pana sana hili, lakini ningependa tu kuliweka hivyo. Kuna haja ya kuto kufungia macho moja kwa moja, kujua ya kwamba hicho ambacho wewe unakileta ili kuzalisha au unakileta ili kuuza. Ama leo kuna swala kubwa hili la Israel, okay, unanunua bidhaa yako hii kwenye kampuni gani? Kwenye kampuni ambayo ina support mauaji kule Palestine, au ni kampuni ambayo iko neutral, haina mafungamano na kusupport serikali zinazokiuka haki za binadamu na kadhalika. Kwa hivyo ni masala mapana hayo, lakini tutasema hivyo tu kwa uchache. Jingine ni swala la marketing katika utangazaji. Tunaona haijali unatangaza vipi, haijalishi unatangaza vipi, okay, almuhimu ni kufikisha ujumbe. Kwa hivyo unaweza ukatumia njia zozote, watu wowote, bila kujali maadili yoyote, ili kufikisha ujumbe, ili kuvutia wateja. Lengo la kuvutia wateja, tutakuja kuona kwa undani kipengele hicho. It's okay to partner with anyone. Fikra nyingine ni kwamba unaweza kuwa na business partner tu yoyote yule, hata kama miiko yenu imetofautiana sana, as long as bidhaa ni halali. Kwa hiyo unaweza ukapartner na investor yoyote yule, okay, anayekuja na mtaji au anakuja na ujuzi, bila kuangalia kwamba mna align kwenye maadili, okay, mna align kwenye maadili yenu au hamu align, na kwenye mna align katika vipengele vingine vya uendeshaji. Unakuja na mtu partner mwenzako, pengine sio Muislamu, na yeye anaona tuweke tukakope kwenye benki za riba. Kwa benki za riba, unapomwambia riba kwangu haramu, haifai, okay, tayari mnakuwa hamuelewani, okay, hamuelewani. Kwa hiyo ni muhimu mka align from the beginning, na partner na yule mtu ambaye mna align katika hii misingi ya kibiashara ya halali, kuliko tu ili mradi upate mtu au mdau au mshirika wa kufanya naye kazi kwa sababu bidhaa ni halali. Tumeona haya matatizo kama hayo. Baadhi ya biashara za Uislamu zinakutana na changamoto kama hiyo. Unajikuta mtu baadaye unasema wadau wengi katika shirika lako wameamua hivyo, utafanyaje sasa? Okay, lakini ni kwamba wewe umejiingiza katika ubia
na watu ambao hawa align na values za Kiislamu na umeamua kukaa hapo kama umetenzwa nguvu, wakati unaweza ukatoka na kwenda kutafuta like-minded partners na nini. Success in business is a sign of divine approval. Wako wengine ambao wanaishi katika 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 waham, yani kwamba ukifanikiwa katika biashara, ijalishi unafanya nini, unafanya vipi, unauza nini, hii ni kuonyesha Mungu anakupenda bwana. Na watu wanafikiri kufanya biashara na kufanikiwa kwenye biashara ni alama ya kupendwa na Mungu, ama mapenzi ya Mungu ndio yamekufanya kufikia hayo mafanikio. Ukweli ni kwamba mafanikio au failure katika biashara yatapimwa kulingana na vile unavyoiendesha ile biashara. Biashara yako kama unaiendesha kimsingi halali na ikafanikiwa, hiyo ndio kitu cha msingi. The means, how do you run your business? Okay? Ya kuzingatia sheria za nchi, wa kuzingatia sheria za Mwenyezi Mungu na katika maeneo mbalimbali, na ikawa unapata mafanikio. Okay? Hapo ndio kidogo unaweza nafsi yako ikatulizana ya kwamba Mwenyezi Mungu amekubariki na anairidhia biashara yako. Lakini mafanikio tu wakati unafanya halali na haramu na nusu halali na nini, haiwezi kupeleka huko. Ni kuishi katika ndoto ambayo sio ndoto halisi, kwamba ati Mungu anakupenda kwa sababu umefanikiwa kibiashara. Hiyo sio kweli. Lack of knowledge is an excuse. Naona mimi sijui masala haya, na kwa maana sikakuwa sijui, basi hiyo ni excuse tosha. Sijui masala ya halali katika hiki katika kile, umeona. Kwa hivyo hiyo itakuwa ni excuse kwako kuto kuiendesha biashara katika misingi ya halali, kwa kuwa sijui hiki sijui hiki. Kwa ule ujinga umekuwa ndio udhuru. Ujinga sio udhuru. Unatakiwa ujifunze, unatakiwa uulize na watu wanaojua katika mambo. Jambo jingine ni standing nyingine ni Islamic appearance equals to halal practice, kwamba madamu unavyoonekana wewe kama mwendeshaji, madamu wewe unaishi maisha yako binafsi huko ya Kiislamu, basi hiyo ina translate hata kwa biashara yako pia inaenda kihalali. Okay? Au kuwa tu na labda kama uko na mnavaa kisheria ofisini au kwenye biashara yako, mavazi ni yanafuata kanuni za Kiislamu, ikawa hilo na bidhaa vinafuata Uislamu, lakini ikawa mambo mengine hayo sio muhimu. Maana unakopa vipi, unatangaza vipi, unaendesha vipi daily operations zako, processes zako ziko vipi, hayo sio muhimu, as long as appearance ya ofisi na bidhaa ni halali. Lazima uangalie completeness. Halal product certification is enough to claim sharia compliance. Ndio tunarudi kule kwenye number one kwa namna fulani. Kwa mwingine anaona maadamu product tu ninazodeal nazo ni halal, wako watu wengine mashallah wameweza ku advance katika uelewa wao wa usimamizi wa biashara halali. Wanauza tu maji ambayo yana halal certification, wanauza maziwa yenye halal certification, wanauza kama ni bidhaa za vipodozi zenye halal certification. Lakini hiyo haitoshi. Una product ambayo imethibitishwa uhalali, na ikawa sasa unapuuzia vipengele vingine. Product ni aspect moja tu katika marketing. Kwenye marketing mix kuna product, kuna place, kuna promotion na kadhalika. Kwa hivyo si swala la kuangalia tu product kwa ni halal certified, bali promotion zako, price yako, place yako, hivi vyote unatakiwa uvitazame na uvialign na mafundisho ya Uislamu. Kwa hivyo hizi ni misconceptions ambazo ziko, na kwa kupitia mafunzo kama haya tunalenga kuelimishana ili tubadilishe mitazamo yetu na tuweze kwenda kwenye usimamizi wa biashara kikamilifu kwa misingi ya halal, badala ya kuishi katika waham
katika kujidanganya kwamba unachokifanya ni sawa sawa, kumbe unafanya kitu kwa makosa. Kwa nini usimamie biashara yako kimisingi ya halal, kimisingi ya mafundisho ya Uislamu? Ya kwanza ni kwamba uh, ni kuifanya biashara yako iwe ni sehemu ya ibada. Okay. Yani hii inaitwa ubudia business model. Muda mwingi mimi na wewe tunautumia kwenye kazi, kwenye biashara. Sasa angalia, iwapo biashara muda mwingi unauweka huko kwenye biashara, okay, na hiyo biashara hauiendeshi kwa taratibu za Kiislamu, maana kwa muda mwingi uko kwenye maasi, umeelewa eh? Na muda mchache tu ndio uko msikitini, okay, na muda mchache ndio uko kwenye Ramadhani. Kwa hiyo utajikuta umri wako mwingi umeupoteza ukiwa wewe katika jambo ambalo halifuati sheria ya Kiislamu, okay? Na hili ni tatizo, ni tatizo kubwa kabisa. Kwa hivyo halal business inamata kwa sababu inakuweka katika hali ya kwamba kwenye biashara yako uko kwenye ibada. Unamwabudu Mwenyezi Mungu, unatafuta radhi za Mwenyezi Mungu kwenye shughuli ambayo inakuchukua masaa 20 na yani masaa 12, masaa 8. Umeona? Kwa hivyo hiyo ni kheri kubwa kabisa, mtu kuwa uko katika ibada masaa 8. Umeona, kwa siku unafanya ibada ya kutafuta riziki kwa misingi ya halali, kwa misingi ya halali. Okay, kwa hivyo na sisi tunafahamu ya kwamba kutafuta halali, riziki ya halali, Mama Ghazali anasema hapo, kutafuta kipato cha halali na riziki za halali ni faradhi, ni faradhi baada ya faradhi za swala na funga na kadhalika. Na ndio maana tunaona hata katika surat al-Jumu'a ile Mwenyezi Mungu anatuambia fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, yani mkishaswali mtawanyike mkatafute fadhila za Mwenyezi Mungu. Fadhila Mwenyezi Mungu ni kwenda kufanya kazi, kufanya biashara, kwenda kufanya, hizi zote ni fadhila za Mwenyezi Mungu ambao unatakiwa uziendee. Kwa hivyo sababu ya kwanza kwa nini tunahitaji kusimamia biashara zetu kwa misingi ya halali ni kwa sababu tujiweke katika nafasi ya kupata thawabu za Mwenyezi Mungu za kufanya ibada, okay, katika ule muda ambao tuko kwenye ile biashara. Sio katika biashara hii inakutia katika madhambi katika kila hatua au katika kila kipengele cha biashara yako. Hiyo ni hatari kubwa sana. Jambo jingine ni baraka. Unataka usimamia biashara yako kwa msingi halali, unataka baraka za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu katika hii surati Al-A'raf anasema kwamba lau watu wa mji wangelimwamini Mwenyezi Mungu na kumcha Mwenyezi Mungu, bila shaka tungewafungulia baraka, la fatahna alaihim barakatin, tungewafungulia baraka zetu kutoka mbinguni na kutoka ardhini. Lakini kwa sharti gani? Wawe wameamini na wamche Mwenyezi Mungu. Yani hapo sasa ndio uiendeshe biashara kwa misingi ya halali, kwa kuchunga kipi Mungu anachopenda, kipi Mungu hapendi, ndio takwa. Takwa ni kufanya anayomridhisha Mwenyezi Mungu na kujiepusha na anayochukia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ndio mafuhumu ndogo kabisa ya takwa, kumcha Mwenyezi Mungu. Kumcha Mwenyezi Mungu katika biashara yako, maana yake unafanya kila jambo lako la biashara utalifanya kwa kujiuliza swali hili: Mola wangu anaridhia hii, anaridhika na mimi kufanya kitendo hiki. Okay, kwa hivyo Mungu anasema hapa kama watu wa mji wataamini na kumcha Mwenyezi Mungu katika shughuli zao wanazozifanya, Mungu kwa uhakika, Mungu anasema we would have certainly opened, kwa hakika tungeliwafungulia sisi baraka zetu mbinguni na ardhini. Kwa hivyo mali inapochumwa kwa njia za halal, Mwenyezi Mungu anaweka baraka ndani yake, anaweka baraka ndani yake. Kwa kile kipato kinaweza kikawa kinaongezeka, kikawa kina manufaa, hata kama ni kidogo, inaweza kikawa na manufaa makubwa, kinakidhi haja kubwa, kinakufanya na amani ya nafsi yako, na wakati mwingine hata kikiwa ni kiasi kidogo, lakini you have peace of your mind, kwamba umekichuma kwa njia za sawa sawa. Kwa nini biashara halali? Ni kwa sababu vile vile Mungu ameamrisha tufanye biashara zetu kwa maadili, kwa njia zilizokuwa za haki na sio kwa njia za dhulma. Okay, kwa hivyo ni kutii agizo hili la Mwenyezi Mungu. Mungu anasema msile mali baina yenu kwa njia zilizokuwa za dhulma. Okay, na hata kupelekana mahakamani, kufunguliana makesi
kwa kuwa wewe una wakili mzuri sana au jaji, unaweza ukamhonga ili upate mali ya mtu mwingine kwa njia za dhulma. Okay? Na unafanya hivyo unajua kabisa. Kwa hivyo biashara halali, sababu ya tatu unahitaji kuifanya kwa sababu ni amri kuzingatia maadili ya Kiislamu katika biashara yako. Lazima iwe ni ya kimaadili, isimame katika ukweli, isimame katika haki, na isiwe kwa njia za dhulma, kwa njia za rushwa, kwa njia za ufisadi, kwa njia za udanganyifu. Um, kwa nini biashara yako vile vile uisimamie kwa misingi ya halali? Ni kwa sababu wewe ni masulia, utaulizwa siku ya Kiyama namna ulivyochuma mali yako na kadhalika. Hadithi mashuhuri katika Jami' at-Tirmidhi ya kwamba binadamu siku ya Kiyama hatonyanyua mguu wake isipokuwa ataulizwa maswali manne, na moja ni swala la mali. Mali yako umeichuma vipi na umeitumia vipi? Na mali tunachuma kwa kupitia biashara, kwa kupitia kazi. Kwa hivyo kuna swali hili ambalo kila mmoja litamgoja na atakuwa accountable siku ya Kiyama juu ya jambo hili. Umechuma vipi hiyo mali kwa kuzingatia misingi ya halali na haram, au ulikuwa tu unakwenda tu bila kuchunga? Na hili jambo alilihadharisha Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, yati ala nasi zamani la yubali mrii ma akhadha minhu. Itafika zama ambazo ndio tupo kwa namna moja, na wakati tunavyokwenda mambo yanazidi kuharibika. Mtu atakuwa hajali anachuma vipi, anachuma kwa njia za halali au anachuma kwa njia za haram, yeye mradi mkono uende kinywani kama wanavyosema wasemaji. Na sababu ya tano ni kuhakikisha ya mapato yako ni pure, ni safi. Okay? Hata kama ni kidogo au hata ni kikubwa, unapata usingizi mzuri, una utulivu wa nafsi ya kwamba umefanya juhudi yako yote kuhakikisha ya kwamba inapatikana hicho kipato kwa njia ambayo ni safi. Na faida yake ni kwamba maana yake dua zako zitakuwa zinakubaliwa. Tunapewa mfano katika Sahihi Muslim ya mtu ambaye alisafiri, lakini bahati mbaya huyo mtu alikuwa na mambo mengi ya haramu, amezongwa mengi na mambo ya haramu, chakula chake haramu, kinywaji chake haramu. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia basi vipi mtu huyu dua yake itakubaliwa? Okay, vipi Mwenyezi Mungu ni mzuri na anakubali kilichokuwa kizuri tu. Sasa wewe umekula haramu, umevaa haramu, unalala kwenye haramu. Okay, sasa dua zako zitakubaliwa vipi? Sasa ni muhimu kuzingatia misingi ya uchumaji ya halali ili tuweze kuhakikisha kwamba ibada zetu mbalimbali zinakubaliwa, na dua ni ibada muhimu sana. Imekuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a huwa al-ibada, dua ndio ibada yenyewe. Dua mukhul ibada, dua ndio mfupa, ile nyama iliyoko ndani ya mfupa ya ibada yenyewe. Okay. Kwa hivyo swala la dua na swala la kwamba ibada zako zinakubaliwa ni kitu muhimu sana. Sasa linapokuja swala la biashara halali, tunahitaji tutoke kutoka kwenye product approach tuende kwenye comprehensive complete approach. Product approach ni ile tu mtu kuangalia kama product ni halal au sio halal, imethibitishwa kwamba ni halal au hajathibitishwa kwamba ni halal, japokuwa kuna watu wengi tu ambao hata hii stage hawajaifikia kwamba hii product unayouza imethibitishwa kwamba ni halali. Okay? Na ndio maana katika nchi zetu hizi Kenya, Tanzania, tuna bureaus, tuna halal certification bureaus kucertify sana zinajikita kwenye vyakula na vinywaji. Okay? Sana hizi taasisi zinajikita huko, lakini unakuta bado mfanyabiashara wa Kiislamu anauza vitu bila kujali hiyo supply chain, kwamba amestock, yani stockist wa each and everything from everybody, na hajali masala kama haya, na wala hashajiishi pengine supplier wake aweze ku certify hiyo product ambayo yeye anataka kuistock kwenye duka lake. Kwa hivyo tutoke kwenye minimalist. Minimalist hapo tutakusudia una stock product, una products au una huduma ya halali, ambapo kama nilivyosema bado tuna changamoto hapo tu kuna watu wengine hawajafika hapo. Okay, lakini tunataka tutoke pia kwenye uuzaji tu wa product tu halali au certificate au
au huduma imethibitishwa kwamba ni halali, twende kwenye mambo yote ya biashara, twende kwenye comprehensive complete approach, end to end sharia compliance, kwamba sio tu bidhaa bali usimamizi wa fedha zako, utangazaji wako, mashirikiano yako, usimamizi wako wa watu, na kadhalika na kadhalika. Kokote tunahitaji kuhakikisha tuna sera au tunazingatia mafundisho ya Kiislamu. Sasa tulisema kule kwamba watu hupenda kusema lack of knowledge kuwa ni udhuru, lakini Khalifa Umar ibn al-Khattab alipata kusema ya kwamba kwenye masoko alipokuwa anatembelea na kuongea na wafanyabiashara, alikuwa akiwaambia jambo hili muhimu sana, kwamba asije mtu yoyote kwenye soko letu ambaye hana uelewa wa kile anachokifanya kwamba ni halali au haramu. Usiingie kwenye biashara kama huelewi end to end, huelewi usimamizi wa hii biashara mwanzo mpaka mwisho wake, unatakiwa usimamieje kwa misingi ya dini yako. Vinginevyo utafanya mambo ya haramu, utafanya mambo ya haramu, maana ambayo tunayaona leo watu wanafanya, wanafungua maduka mjini, wanakuja watu wa mabenki wanaambia, bwana, huko eneo zuri hapa na nini, kuwa wakala wetu, utapata commission. Kwa hivyo unaingia kwenye biashara ya uwakala wa benki ya riba. Okay, tatizo. Sasa ikiwa huna understanding ya mafundisho ya Uislamu katika biashara kwa upana wake, utafanya makosa mengi sana, utakula vingi sana ambavyo vya haramu na vyenye shubha na kadhalika. Na hili ni jambo ambalo tumehadharishwa nalo. Asije mtu kwenye soko letu, ingie kwenye biashara bwana, kama huna fiqhi yake, huna fiqhi ya miamala ya kibiashara. Utakwenda kuchuma madhambi huko, utaona unafanikiwa, utakuwa bilionea, utakuwa trilionea, lakini siku ya hesabu utakuwa ni majuto makubwa sana. Utakapoanza kuulizwa hii shilingi ulivyoichuma na ulivyoitumia, ikawa unaambiwa hii umeichuma kwa haramu, hii umeichuma kwa haramu, hii umeichuma kwa haramu. Okay, na kadhalika. Hii ni msiba mkubwa sana. Huo utakuwa katika hali ambayo huwezi kurudi nyuma kurekebisha chochote. Profesa Yasmin Hanan anasema sekta ya halali, sekta ya biashara halali haimaanishi tu bidhaa na huduma, lakini lazima ile kampuni yote, ile biashara yote, okay, kwa upana wake inatakiwa isimamiwe kwa mafundisho sahihi ya Kiislamu. Sasa misingi, tukija kwenye misingi ni mingi, na misingi mingine inatakiwa izingatiwe sana kwenye aina fulani za biashara kuliko katika aina nyingine, lakini kila biashara kwa namna moja au nyingine inatakiwa iweke maanani misingi hii. Ya kwanza, leadership intent. Tutaeleza huko mbele, hapa tunataja tu, tutaeleza huko mbele baadhi ya hii misingi. Kutokana na muda hatutoingia kwa undani sana kueleza misingi yote kwa ujumla, lakini tutagusia ile ya msingi katika hii. Kwa hivyo nia ya mfanya biashara, nia yako ikoje? Marketing, masuala ya utangazaji, masuala ya product promotions, pricing, masuala ya place. Okay, alliances, unashirikiana na watu gani? Ndio haya mambo leo tunashirikiana na influencers mbalimbali. Unashirikiana na nani? Wengine wanashirikiana na makampuni mengine kutoka nje huko, okay, kuwa kama distributor wao au vipi. How are these alliances formed? Unafanya ushirikiano na kampuni gani? Okay, na kuangalia mambo chungu mzima yaliyoko ndani yake. Finance and accounting, usimamizi wa fedha na uhasibu wake. Maadili, jamii na mazingira. Je, biashara kwa kiasi gani inajali jamii na mazingira? Halal governance, usimamizi wa hii dhana nzima ya halal, unaisimamiaje katika taasisi yako? Sasa kuna sole proprietor, ni wewe mwenyewe, kama una elimu na unasimamia mwenyewe halal governance. Lakini unapokuwa una team, maana yake ni jambo ambalo sasa unalihitaji kulinculcate, kulijenga, watu wajue kama hapa bana, hatufanye tu biashara kama wengine wanavyofanya. Hapa tunazingatia mambo fulani fulani katika uendeshaji wetu. Na business processes, kila biashara ina process, ina sehemu kitu kinapoanza, inapoishia. Okay, kama ni kuanzia mteja anapoingia mpaka mteja anapotoka, mpaka mteja complain, mpaka issue inapokuwa resolved, kuna processes. Sasa hizi process
kulingana na biashara ilivyo. Na kila mtu huwa na biashara yake, na kila biashara inakuja na process zake, inahitajika ziangaliwe na zikidhi matakwa ya sheria. Another ni human assets, usimamizi wa rasilimali watu, na ya mwisho ni masuala ya usimamizi wa hatari au vihatarishi katika biashara. Lazima utumie njia ambazo zinakubalika. Una kiwanda umefungua, je, umekata bima gani? Bima ya Kiislamu au bima ya conventional? Okay. Una magari, una assets mbalimbali, unatumia njia gani kulinda hizi rasilimali zako? Hiyo ni mfano mmoja, lakini kuna mambo mengi ya kutazama katika masala ya risk management. Kama unakopesha watu, okay, kuna credit risk pale. Unapomkopesha mtu, anaweza kulipa, anaweza asikulipe. Je, akichelewa kulipa, kuna riba yote unamtoza au hakuna riba yote unamtoza? Okay, na kuna penalty zozote unamchaji, na hiyo penalty unaitreat vipi? Kwa hivyo kwenye biashara kuna risk mbalimbali, kuna market risks, kuna credit risks, kuna legal risks, kuna so many risks ambazo zinahitajika uzitazame, na kulingana na size na aina ya biashara yako, na lazima uwe na mechanism nzuri au inayokubalika ya kisheria katika ku manage vitu hivyo. Sasa kwenye intent, napita tu kwa juu kwa sababu ya wakati. Hili tushaligusia. Nia kitu muhimu sana, kama tulivyosema, kama biashara unataka kuifanya, na tumesema uifanye biashara yako kama ibada, uko kwenye ibada, maanake nia yako lazima iwe hiyo. Nia yako ni ibada, unatafuta radhi za Mwenyezi Mungu, okay? Kwa kuwahudumia watu, upate faida, ambayo faida hiyo au kipato hicho itakuwezesha kuwa karibu zaidi na Mwenyezi Mungu, katika kufanya mambo anayopenda na kuyaridhia. Kwa hiyo lazima uwe sincere, lazima ujue kwamba biashara ni amana, mali ni amana kwa ujumla. Lazima uwe ni purpose driven, okay? Aim is to serve, not just to sell. Sio tu lengo kuuza, lengo ni kuhudumia, kumfanya mtu asikie vizuri au aondokewe na maumivu, au anufaike. Is to serve, not just to sell. Okay, moral compass, lazima uwe na maadili. Kwa hivyo kiongozi, lazima nia yako iwe safi, dhamira yako iwe safi. Unafanya biashara hii sio tu about making money, okay, but it's about serving our fellow human beings with the best product, with a good product ambayo itawaondolea ima adha au itawaweka katika hali nzuri zaidi, na vitu kama hivi. Kwa hivyo hili ni jambo muhimu sana, na utakapokuwa umenufaika na umefanikiwa, lengo sio umaarufu, uwe mfanya biashara tajiri sana au maarufu sana, au kujigamba na kujionyesha. Hapana, haya sio malengo ya mwendeshaji wa biashara kwa misingi ya halali. Intention yake is pure, anatafuta radhi za Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo anafanya kitu kile yote akiwa anatafuta baraka za Mwenyezi Mungu kwa kupitia kuwahudumia watu wengine, na kadhalika. Na haya tumeeleza kwa upana kwenye slide, kwa nini leadership intent ina matter, kwa nini muhimu. Ina set direction, okay. Nia ndio inatoa mwelekeo wa unafanya vipi biashara yako. Kwa hivyo nia ikiwa sawa, kwa hiyo itaifanya biashara yako uwe unahakikisha kila kipengele unatafuta kuhakikisha kinaenda sawa au kiko sawa, okay. Si tu kwa mujibu wa standard practices, bali pia kwa mujibu wa dini yako, mafundisho ya dini yako yanavyotaka, okay. Kwa hiyo nia ina matter vile vile, kwa kuwa nia nzuri itazaa matunda, itazaa matunda mazuri na italeta baraka na kadhalika. Kwa hiyo mfano halal entrepreneur ambaye yuko kwenye biashara ya mavazi, modest fashion brand, okay, lengo lake sio kuuza tu, lengo lake sio kuuza, lengo lake kubwa kabisa ni kusaidia watu wapate mavazi ya stara, aweze kutoa ajira, aweze kupata kipato halali. You can see here kwenye huu mfano, yani very 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 deep. Asio tu kuuza, analeta bidhaa ambazo zitawafanya watu, kama ni mwanamitindo, ni bidhaa za mitindo, wavae mavazi ya stara yenye heshima, okay. Sasa leo angalia biashara hii ya mavazi, watu wanazingatia hili au wanaangalia tu kile ambacho kinakwenda?
analeta tu kitu ili auze. Muhimu ni kuuza, sio kustiri jamii, kumstiri mwanadamu. Okay, avae vizuri, astirike. Okay, ipatikane ajira, utengeneze ajira. Okay, utengeneze kipato sawa sawa. Kwa hivyo nia ndio huwa inasukuma sasa mambo mengi sana. Ikiwa nia yako ni kuuza tu, maanake wewe unaenda kutafuta tu sehemu materials za bei nafuu. Kwa hiyo kama kuna mtu huko anazalisha hizo nguo kwa kutumia child labor, wewe kwa kweli hujali, kwa sababu mwisho wa siku utakipata hicho kitu kwa bei rahisi, utakuja kuuza hapa, utapata faida ukilinganisha na washindani wako. Mengi yanakuwa hayana tena mwelekeo, kwa sababu wewe unatafuta faida tu. Masuala ya ubora hayana maana tena. Masuala ya kufyatua feki, product feki zimejaa. Leo unastaajabu, unakwenda kwenye maduka Waislamu, unakuta mtu anakwambia hii original, hii feki. Sasa kwa nini unauza feki? Tena brand ile ile imekopiwa na nini, akwambia hii feki, hii original. Okay, hii kitu ambacho ukitarajii kabisa. Kwa nini unauza feki? Ni kwa nini unamsaidia mtu, unamsaidia Mchina kutengeneza kitu feki? Alafu unakuja mtu dukani uje umuuzie kitu feki. Mwingine hajui, mwingine ndo kwa hivi unamueleza. Baadhi yao wanakwambia, mimi jukumu langu ni kukubainishia tu." Sio tu kunibainishia. Okay, wewe unasaidia uhalifu, unasaidia uhalifu, kwa sababu sheria za nchi, hata sheria za dini haziruhusu wewe. Mimi nishatengeneza maji ya uhai, brand yangu ni uhai. Okay, and then anakuja mtu anatengeneza maji anayatia kwenye chupa, ana brand vile vile uhai. Okay, alafu wewe unaweka dukani brandi hiyo moja, lakini unajua kabisa kwamba hii jamaa kafetua, hii ndo halisi. Kwa akija tu mteja unamwambia tu hii jamaa kafetua, ni maji, lakini katia tu kwenye lebo, kabandika hapo lebo uhai, lakini uhai mwenyewe ni huyu, na huoni wewe kama hilo ni tatizo. Okay, huoni hilo ni tatizo, lakini unamwambia uhai huyu wa kufyatua imeshuka kidogo, bei nafuu kuliko uhai halisi. Okay. Mtu haoni tatizo, ila yeye anachoona, maadamu nimekubainishia mengine haya sio tatizo. Tatizo ni tatizo, unasaidia uhalifu. Okay. Wewe ingelikuwa wewe ndo unazalisha biashara hiyo, ungekuwa ndo unazalisha hayo maji yako, ungefanya hivyo? Wewe umemwona huyu mzalishaji wa uhai akiweka maji ya uhai yake na maji ya uhai ya watu feki? Hakuna kitu kama hicho, ni kujitia upofu tu. Tunafanya hivyo kwa sababu lengo kuuza. Sasa hii ni tatizo. Intent ikiwa ni kuuza tu, ndio watu wanafikia hapo, hawajali tena mambo haya ya maadili na kadhalika, na mifano inaweza ikawa ni mingi kwenye treatment of workers na kadhalika. Sasa inapokuja kwenye masala ya hii nia, huwa kuna maswali tunatakiwa tutazame intent, tutazame malengo, tutazame mikakati, tutazame maamuzi. Kama kiongozi unapoyafanya, unatafuta radhi za Mwenyezi Mungu au la? Hili ni jambo la msingi. Jambo la pili ni kwamba, je, unatumia ujuzi wako ipasavyo kuhakikisha ya kwamba hii misingi ya halali lakini inazingatiwa. Kama kiongozi haitoshi tu lakini haitoshi tu kuwa nia yako ni nzuri, kakati na nini, lakini ni kwamba kuhakikisha ya kwamba unatumia maarifa yako yote kuhakikisha ya kwamba na kama sio maarifa yako, hata kwa kuhaya wataalamu, consultants, wa kusaidia kuhakikisha halal excellence inapatikana. Unakuwa mahiri katika kuuphold misingi ya halali, ni kitu muhimu sana. Kwenye finance, eneo jingine moto kabisa hili, kwenye usimamizi wa biashara halali, ni unasimamia vipi fedha, masala ya fedha. Mtaji umetoa wapi? Mtaji umeuraise vipi? Sasa kuna njia nyingi za kuraise mitaji. Kuna masala ya family and friends, kuna financial institutions, kuna mambo ya grants, kuna mambo ya angel investors na kadhalika. Kwa hivyo ni muhimu, na kuna njia za haramu ambazo watu wanatumia za wizi, za mikopo ya riba na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo lazima swali hili ulijibu vizuri kabisa. Ukuaji wa mtaji, unakuza vipi mtaji wako? Okay? Ndio kuna either kwa ku issue more shares, au kwa
kupata mikopo ya halali, yani uwezeshaji wa halali kupitia benki za Kiislamu, au unakwenda kwenye masuala ya riba. Lakini fedha zako pia, hizo fedha zako za biashara zinakaa kwenye benki gani? Zinakaa kwenye benki ya Kiislamu au dirisha la huduma za Kiislamu, au zinakaa kwenye benki za riba ambazo tunajua sisi kwa kukaa huko zinatumika kwa ajili ya kufanyia biashara za riba. Okay. Sasa watu wanaona mimi lengo langu ni kuhifadhi tu. Sawa, lengo lako kuhifadhi, lakini huyu mhifadhi anakuambia hichi ninachokihifadhi mimi nitakitumia kukopeshea wengine kwa njia za riba. Okay. Wewe mhifadhi huyo unaridhika naye huyo? Mungu anaridhika na uamuzi huo wa kumpa fedha zako mhifadhi ambaye amekwambia wazi kabisa mimi hapa ukiweka natumia kwenye kukopeshea watu wa riba, na pale kuna mhifadhi mwingine anakwambia mimi hapa ukiweka natumia kufanya biashara ambazo ni halali. Okay. Yupi kati ya wahifadhi hawa wawili kwako wewe anafuata au utapata radhi za Mungu? Umeona? Sasa ni swala wazi unapolifikiria kwa kina, au unaposhauri watu watakushauri uweze kufikia maamuzi sahihi, lakini mtu anaamua tu kwa sababu nyinginezo badala ya kuangalia kipi kinamridhisha Mwenyezi Mungu. Kwenye masala ya kutengeneza mahesabu na kadhalika. Okay. Na hapa hususan kwenye makampuni makubwa ambayo yanatakiwa kupublish vitabu vyao kwa ajili ya watu kuwekeza, makampuni yaliokuwa listed kwenye masoko ya fedha, masoko ya mitaji. Okay. Kuna kitu kinaitwa creative accounting, kutengeneza tu mahesabu kwa ajili ya kuhakikisha kuonyesha kwamba biashara inakwenda vizuri, ili uweze kuhakikisha kwamba soko la hisa zako linakwenda vizuri au unapata bei nzuri zaidi katika soko la hisa. Kumbe ni uongo mtupu. Masala ya zakat, unatoa zaka inavyopaswa. Sasa hili ni eneo kubwa lenye udhaifu wa watu wengi, kutokujua zaka inafanyajwe, inatolewa vipi, unapigaje mahesabu. Hili ni tatizo lipo. Eneo jingine ambalo unatakiwa uhakikishe ni kwamba hutumii rasilimali vibaya. Okay, hutumii rasilimali vibaya, kwa mfano kufanya sponsorship ambazo ni za israfu ya hali ya juu, au nyingine ni za maasi kabisa, za maasi kabisa. Una sponsor um, uh, vitu ambavyo vinapelekea watu kufanya maasi, kuvaa mavazi hayana stara. Umeona, wewe ndio sponsor. Au matumizi ya israfu, luxurious spending. Kwa kila kitu takiwa lazima kizingatie moderations, kizingatie ile just use, matumizi sahihi, matumizi ya kiuadilifu ya ile rasilimali. Kwa ni amana, fedha hizi ni amana tu. Leo unazo wewe, kesho zinapita, zinakwenda kwenye mikono ya watu wengine. Sasa hapa lazima ujiulize mtaji wako umetoka wapi. Unatoa zaka, unatumia benki ya Kiislamu, una avoid misuses kama hiyo israfu. Tabdhiri ni kuitumia fedha katika haramu kabisa, au taraf, kutumia katika matumizi ya anasa ili kujionyesha kwamba wewe ni hivi au ni vile. Sasa unaona hapo leo Waislamu katika kubenki wana benki conventionally. Unakuta mtu biashara anakupa akaunti ya kwenda kulipa, unakuta akaunti uliopewa ni ya NMB. Sisi wewe biashara, wewe Muislamu, biashara yako unaibenki kwenye benki ya riba bwana. Unaona bwana, inakuwaje mambo kama haya? Okay. Au msikiti kabisa, unakuta kuna msikiti uchangia luku ya maji, umeandikiwa akaunti pale ya benki ya riba. Inakuwaje mambo kama haya? Sasa watu hawaelewi, na ndio maana tunakuwa na mafunzo haya kueleweshana, kama tuingie kwenye kufuata mafunzo ya dini yetu katika usimamizi wa biashara zetu na maisha yetu binafsi kikamilifu kwa mujibu wa mafundisho ya dini yanavyotaka. Sio tu tunaishi Uislamu kwenye baadhi ya mambo na tunauacha Uislamu kwenye mambo mengi bila dharura yoyote ile ya msingi, bali tu pengine kwa kutokujua, na kutokujua sio hoja. Eneo la tatu la kuzingatia misingi ya halali ni kwenye utangazaji. Utangazaji ni kwa utangazaji, unapopromote bidhaa, unapoitangaza bidhaa na yote yanayohusiana na mambo ya marketing, ni lazima uhakikishe ya kwamba kuna misingi ya kimaadili inazingatiwa: ukweli, wastani, maslahi ya umma na fairness.
na fairness. Sasa inapokuja kwenye upande wa marketing, kama tunavyojua kuna mambo ya marketing mix, na kuna product lazima iwe halali. Okay, promotions utakuja kuona hapo mbele, hitaji kuhakikisha ya kwamba promotion yako unaipromote product in a truthful manner. Kama unatumia image, ni images ambazo ni modest, watu wamejifunika vizuri au watu wamevaa vizuri, watu wamenyoa vizuri, katika kupromote good behaviors, demonstrating good behaviors. So una promote kitu kwa njia za haramu. Okay. Bei, okay, lazima uweke bei ambayo vile vile ni bei ambayo ima ni ya soko au ni bei yako ambayo mwenyewe umeitengeneza, na unavyoipractice hii bei huwabagui baina ya wenye rangi hii na wenye rangi ile. Price discrimination, kwa kumwangalia mtu usoni, huyu mnene au mwembamba, mweupe au mweusi. Okay, kwa hiyo price yako is fairly priced, na ina apply kwa watu wote, na kama inakuja kunatoa discount wakati fulani ina apply kwa walengwa, na kadhalika. Place, sehemu yako ya biashara lazima iwe ni sehemu ambayo ni safi, salama, okay, na yenye kuzingatia tofauti za kijinsia, ili watu wasi wasizongane sana. Hapa tutatoa mfano, tutakuja kuona huku hapa mbele unaona matangazo ambayo kidogo kidogo yanaonyesha stara stara, lakini unakuta kuna matangazo mengine ambayo hayazingatii maadili ya nani. Sasa hapa leo ni katika msiba mkubwa, benki kama NMB kuwa inatumia image ya binti ambaye anaonekana kajistiri Kiislamu, kuitangaza NMB. Ni tatizo kubwa sana. Sijui picha ya huyu kama yuko Tanzania, mwanamke huyu anapaswa kunasihiwa, au ni picha za kununua kwenye mtandao. Jamaa wamenunua kwenye mtandao, wamekuja kuichomeka kwenye benki yani, na hii ni kwa kweli ni kitu kinatakiwa kilaaniwe kabisa, lakini kwa bahati mbaya tumekikalia kimya kwamba ni misleading, misrepresenting, kutumia picha ya binti wa Kiislamu kupromote kitu ambacho hakifai. Maana unaidanganya umma waone ya kwamba benki hii ni benki ambayo nyinyi Waislamu mnaweza kuitumia, wakati ni benki ambayo ina matatizo. Kwenye promotion ambazo zina matatizo, unaona huku picha za wanawake waliojistiri, na hii ni mifano tu michache ya baadhi ya biashara ambazo zinaendeshwa na ndugu zetu, na nyingine of course haziendeshwi na Waislamu. Ukirudi nyuma huku ni kwamba kwenye masoko lazima uhakikishe ya kwamba mambo haya manne yako sawa: product, price, na promotion zako na place yako iko vizuri. Kwa hivyo mfano ya Islamic marketing practices ni kama wewe ni duka lako la fashion, la mavazi, okay, kama unatumia images ziwe ni respectful images, una educate juu ya stara inavyotakiwa kuwa, na una avoid sexualized advertising. Okay, halal food business, okay, unatumia ingredients ambazo ni halali. Okay, unaweza kuelimisha vile vile juu ya afya, manufaa ya bidhaa hiyo kiafya, na una avoid exaggerations za miracle health claims. Okay, kama ni Islamic finance again. Kwa hivyo kila aina ya biashara unatakiwa lazima uzingatie mambo fulani fulani, ukiongezea na mambo yale ya maadili, ukweli ambao ni cutting across, stara cutting across, lakini ufanye kitu kingine cha ziada kidogo kulingana na ile biashara yako ilivyo, kwa sababu unaweza kuwa una deal na kitu ni halali na nini, lakini kama mtu hajaelimishwa namna ya kukitumia, pengine kinaweza kikamdhuru au asifikie na tija ile ambayo anatakiwa aifikie. Na huyu mtu anatumia fedha kukulipa wewe, alafu wewe humuelimishi, inakuwa ni hujamtendea haki ipasavyo. Ukiwa kwenye biashara digital marketing agency, kwa hivyo sio una promote tu, au kama wewe ni influencer sio una promote tu makampuni na mabrandi tu ya biashara yote. Tumeona watu sisi ma influencer wana majina ya Kiislamu huko Tanzania na sehemu nyingine duniani, ana promote betting companies, ana kampuni ya kamari anaitangaza kwenye matangazo yake, kwenye channel yake.
Baadaye unamwona yuko Maka anahiji, anafanya umra. Ni tatizo kwa kweli, ni tatizo. Mungu ni msafi na akubali isipokuwa kilichokuwa kisafi. Kwa hivyo tunaishi wakati mwingine kwenye waham, kwenye ndoto za alinaja. Tunadhani tunaweza kumhadaa Mwenyezi Mungu kwa namna hii au ile. Sasa sitoingia hapa kwa undani kwa sababu ya muda. Muda umekimbia sana. Um, kwamba kuna conventional marketing na Islamic marketing. Hilo nitairuka, utakuja utakapata hizi slides unaweza ukajielimisha. Hapa haya tumeshazungumza. Kwenye human assets, lazima binadamu wa treat vizuri, okay, kwa heshima, kwa kuna maridhiano, na kuna miiko ya maadili katika kazi. Kwa hivyo unaposimamia kazi kwenye masuala ya mshahara, ni kwamba lazima uwe fair, okay, ulipe kwa wakati, okay. Job contracts lazima iwe clear, mtu kazi yake ni hii, okay, na mkubaliane. Working conditions, lazima mazingira ya kazi yawe ni yanalinda utu na yanalinda afya ya mfanyakazi. Ama kuna promotion au bonuses, ziwe zinazingatia maadili vile vile, sio tu performance. Okay, kwamba anapewa bonus kwa sababu ameachieve target tu, lakini anauza kwa kutumia uongo, kwa kutumia udanganyifu. Hapana, kwenye Islamic, kwenye masuala ya promotion and bonuses, kwenye human resource management Kiislamu inaangalia na vigezo vingine, sio tu nani kauza sana. Respect for religion, okay. Unatakiwa watengee wafanyakazi wako, waruhusu kwenda kuswali, uelewe kuna nyakati za kufunga na uheshimu imani zao. Kuna mambo mengi hapo ndani. Kuna situation mbalimbali ambazo wanatakiwa ujue namna ya kuzihandle kwa mujibu wa mafunzo ya Uislamu. Kwa mfano, wanatakiwa watu wafundishwe na waendelezwe. Kwa hivyo hili ni jambo muhimu katika kumanage human resource. Wanatakiwa wafundishwe, wanatakiwa wakumbushwe na kadhalika. Ni kadhia ya wafanyakazi. Kwa hivyo mikataba, okay, ima ya maandishi au ya maneno lazima iwepo, lazima watu walipwe kwa wakati, na uajiri watu wenye sifa au wenye uelezi au watu ambao unaweza ukawapa maarifa na ujuzi kuifanya hiyo kazi. Eneo la tano ni maadili kwa upana wake, kisha ya kwamba biashara inaendeshwa kwa maadili yaliyothibiti katika Qur'ani au katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam: ukweli, uaminifu, uadilifu, unyenyekevu na uwajibikaji, okay, katika maamuzi na mahusiano na shughuli zote za biashara. Kwa hivyo honesty kwenye biashara ya Muislamu ni kitu cha lazima, si kitu cha hiari. Ni lazima uwe mkweli, kwa sababu biashara yako ni ibada na ukweli ni ibada. Ukweli ni jambo Mungu analipenda. Accountability, lazima ujue kwamba wewe ni accountable kwa Mwenyezi Mungu na viumbe vyake. Kama viumbe vyake vitashindwa kukuwajibisha, ujue utawajibika mbele ya Mwenyezi Mungu kwa matendo unayofanya. Uadilifu, hii haina mjadala, okay, ni kitu cha msingi. Lazima kuwe mwadilifu katika mikataba yako au katika mahusiano yako na wateja na wafanyakazi na kadhalika. Huruma ni kitu ambacho vile vile kinatakiwa kiwekwe katika mahali yake na kwa wastani wake, na ujulikane ya kwamba huo ni wajibu ambao Mwenyezi Mungu anapenda na anauridhia, bila compassion isikupelekee tolerate incompetence kwa sababu una huruma. Hapana, incompetence inakuwa trained. Mtu akiwa trained atoka kwenye incompetence, akiwa hawezi na harekebishiki, anaonyeshwa mlango wa kutokea, okay, kwa sababu ni amana. Kazi ni amana, tuwezi kukaa na mtu ambaye afundishiki, okay, au harekebishiki. Malengo tunapoifanya biashara, lengo sio kupata faida tu, lakini kupata radhi za Allah, kuhudumia watu na kupata kipato kilichokuwa halali. Kwa hivyo swala la usimamizi wa maadili ni swala pana na ni muhimu, na katika kila situation lazima tuhakikishe tunatumia maadili ya Kiislamu kudeal na situation. Mteja amelalamika product haifanyi kazi vizuri, lazima ujue kwamba unawajibika kuomba radhi, okay, unawajibika wakati mwingine kuibadilisha ile product, okay, na unawajibika kuprove quality au kuimprove ile quality ile product kama haiko sawa.
employee ame make mistake, okay, unatakiwa vile vile utumie njia ya kumnasihi, kumfundisha, okay, kwa kadri inavyowezekana, bila ya kuwa lenient sana mpaka mtu akawa sasa makosa hayarekebishi na anaona ni jambo linalovumilika tu bila ya uwajibikaji. Kwa hivyo Uh, kila situation katika uendeshaji wa taasisi lazima kuwe na proper response ya kimaadili yanayofungamana na Uislamu katika kuhandle hiyo situation. Kwa hapa tunatazama processes zote, procedures za kuhandle different issues, your operations, your human resource, ziwe zinakidhi matakwa ya Kiislamu. Masala ya mazingira lazima tujali mazingira. Sala ya miiko na maadili, lazima tuhakikishe maadili hayo ni ya kisawasawa, na pale ambapo tuko na sheria dilemmas, fika mahala kwenye kitu fulani, scenario fulani ambayo hujui kisheria iweje, ifanyweje, inafaa au haifai, lazima tuwe tayari kuconsult sheria scholars kwa ajili ya kutusaidia. Hatuwezi kuwa tunajua kila kitu. Leo kuna vijana wengi wameingia kwenye forex trading huko. Wengine wameuliza, wamepata kuelezwa juu ya kutokufaa kwake. Wengine wengi wanafanya na wanavutia watu wengine wafanye, wakati biashara hiyo ina dosari nyingi za kisheria. Wengine wako kwenye mambo ya drop shipping, okay, wameingia kwenye mambo hayo bila kuuliza, matokeo yake wanauza vitu bila kumiliki, au ndo yale ya mtu anafungua Instagram page, anapiga picha kitu cha mtu amekiona pale kinauzwa 15,000, anapiga picha anaposti tu kwenye Instagram page zake kwamba anauza 25,000. Okay, ukimlipa ndo anaenda ananunua, alafu anakuja anadeliver. Hii ni biashara ya makosa. Unauza kitu ambacho hukimiliki. Tulizungumzia masala ya kwenye marketing kule, huu ni mfano. Kwenye marketing kuna kitu kinaitwa place. Sasa place lazima iwe ni ya dignity. Sasa haya watu wa Tanzania kule wanaelewa taswira hizi, na hata of course maeneo mengine pengine hata hapa Kenya sio sana. Kwenye hii miji ambayo mimi naifahamu, Mombasa na Nairobi, kwa kuta watu wamejazana kwenye madaladala. Inatokea mara chache sana, lakini mara nyingi Nairobi hapa ni city level. Ima city level Tanzania ni kitu hakiyumkiniki. Iwe ni basi rapid, iwe ni basi ya kawaida, ni siku zote ni watu wamejazana. Wanasema chupa imejaa. Yani hakuna nafasi kabisa, na mchanganyiko hatari kabisa wa mwili kwa mwili. Sasa sio maadili ya Kiislamu. Wewe mfanya biashara wa Kiislamu na gari lako, ingia kwenye biashara kama hii, naangalia faida tu, ubebe watu wengi zaidi ili upate faida, lakini unawachumisha watu madhambi kwa kuzingatia maadili ya jinsia katika eneo lako la kazi, eneo lako la huduma. Bodaboda na siku hizi mshikaki, kama mnavyoona watu wanakaa mume mke, mume mke, mume mke, mradi waokoe nauli, na bodaboda anafanya biashara ile mradi yeye apate pesa zaidi, kupakia passengers wengi zaidi kuwafikisha anakotaka, na wakati huo anaondoka na madhambi ya mchanganyiko ambao haukubaliki sheria, mpaka kugusana na kadhalika. Kwa hivyo hayo ni mitihani mikubwa ambayo ipo kwenye jamii zetu, na tunafanya sisi, tunaingiza watu kwenye biashara kama hizi, lakini tunasahau kuzingatia mafundisho yetu. Kwa hivyo mpaka hapo ni maliza misingi. Kwa kweli, kwa baadhi, kwa sababu ya muda, kuna misingi mingi ingine ambayo tutaingia kwa undani, kama business processes, kama halal governance, kama halal risk management. Kutokana na muda kwa session yetu, na muda huo tayari tushauvuka tayari kwa kiasi kubwa, tutarajia tutamaliza tu dakika 20. Tumeanza saa 4 dakika 10, ilikuwa tumalize saa 5 dakika 10, lakini tuko na dakika 30 sasa hivi. Nimalizie kwenye masala halal business certification. Okay, sasa
Halal business certification ni ithibati juu ya biashara yako yote kwamba ni inafuata sheria, sio tu product moja, sio tu kwamba ni product mbili tatu hizi okay. Ziko kampuni au yako mashirika Kenya, Tanzania yanayothibitisha, yanayotoa ithibati ya bidhaa au huduma okay. Kwa mfano kuna Tanhak, kwa mfano kuna Miko, huku Kenya kuna Kenya Bureau of Halal Certification na nyinginezo. Hawa wana certify sana sana products okay, product fulani fulani. Au kama ni restaurant hapa Kenya, Kenya Bureau of Health Certification wana certify restaurant kwamba ni ina offer products ina offer chakula cha halali, lakini sisi Albrar Consult tunakwenda mbali zaidi. Sisi tunachokifanya ni end to end sharia compliance certification. Tu certify to product, tuna certify biashara ile yote, biashara yote. Kwa hiyo tunaangalia vipengele vyote kama hivi nilivyovitaja, kama biashara yako ina comply na matakwa ya sheria, ndo tuna certify. Okay, it's not product, it's not service, but product and service is just a component kwenye the whole process ya halal business certification. Katika kuithibitisha hii biashara, wewe kama mmiliki wake ujiridhishe kwamba mimi niko sawa, nasimamia kisawasawa au siko sawasawa. Tunafanya sisi zoezi hili la kukagua biashara kwa maeneo yake hayo yote na kuweza kukupatia maoni yetu juu ya kiwango gani unazingatia misingi ya kisheria katika uendeshaji wa biashara yako. Process yetu ni na maombi. Unataka biashara yako ipate ithibati au ifanyiwe tahqiq na maombi, alafu tunaingia kwenye kuhakiki, angalia usimamizi wako, sera zako, processes zako okay, na ikiwa kila kitu kiko katika level ambayo ni satisfactory, ndio tunakupatia certificate ya kwamba biashara yako inazingatia misingi ya kisheria kwa upana wake katika maeneo hayo ambayo tumeyataja. Kama hakuna bado hujafikia hapo, kuna areas of improvement, unapewa muda uende ukaboreshe na unashauriwa namna ya kuboresha, unafundishwa namna ya kuboresha, na mkishaboresha baada ya muda inafanywa tahqiq kuweza kuona kwamba yale maboresho ambayo yatakuwa yafanywe yamefanyika. Sasa tuna kampuni za aina mbili ambazo tunazifanyia ithibati. Kuna SMEs na kuna corporation. Okay, kampuni za SME ni zile ambazo zina turnover kuanzia milioni 10 mpaka milioni 100 au total assets of 150. Na makampuni makubwa ni yale ambayo yana mauzo kuanzia milioni 100 au na kuendelea na kadhalika. Na hizi biashara ndogo ndogo sana mtatuia radhi, tungependa kuzifanyia tathmini, lakini kama biashara yako iko chini ya milioni 10 katika mzunguko wako, utatuia radhi, tutaweza kufanyia hili kazi kwa sababu ni jukumu linalochukua muda. Na kama biashara yako volume yake ni kiasi kidogo kiasi hicho, inatukwaza in terms of allocating our resource, na vile vile gharama utakazo incur wewe kama mfanyabiashara mdogo zinaweza zisiwe himilifu sana kwako. Sio kwa maanisha kwamba gharama ni kubwa kufanya hizi tathmini, lakini kwa uzoefu inaonyesha ya kwamba baadhi ya biashara ndogo au za kati haziwezi hata kulipia mtu application fee tu ya fomu ambayo labda ni shilingi 30,000. Mtu anaona hiyo ni kiasi kikubwa sana. Okay, sasa ikija kwenye fees za kuaudit okay, inaweza ikawa ni kubwa sana kutokana na volume na size ya biashara yake, lakini sio kwa maana kwamba kiwango ni kikubwa. Kwa hiyo kwenye upande wa fees tuna fees za maombi ya halal business certification, and then kuna kuwa na hizo audit fees au annual fees ambayo ina include ndani yake auditing na monitoring for that particular period for 1 year, and then vile vile ina include masala ya training juu ya usimamizi wa biashara kwa misingi ya halal. Kwa wale ambao watakuwa interested, tunaweza kuwasiliana na kucommunicate fees zikoje na kadhalika.
kama nilivyoashiria, maombi tu, fomu ya maombi ambayo ni non-refundable fee ni shilingi 30,000. Hizo nyingine ukaguzi itategemeana na ukubwa wa biashara yako. Masala ya verification huwa tuna slabs tegemeana na size ya biashara, kwa sababu kila biashara inapokuwa kubwa zaidi vile vile inachukua muda zaidi katika kufanya tahqiq na kadhalika. Kwa hivyo tunayazingatia hayo kabla ya kutoa ile annual fee ni kiasi gani. Na ndio maana kuna application ili tuweze kuona biashara yako ikoje, ukubwa wake ukoje, mambo yake yakoje, ili ndio tukija kwenye hatua ya verification tuweze kutoa ada ya ukaguzi na mafunzo na kadhalika, ambayo kwa kweli itakuwa inaendana na uzito wa kazi husika. Mpaka hapo napenda kusimamia hapa. Sasa nitoe fursa ya maswali kama yapo ili tuyajibu, alafu tuweze kuhitimisha. Karibuni sana. Kama kuna mtu ana swali, naona kwenye chat hapa kama kuna message zimeingia kidogo, tuangalie kama ni maswali, maoni. Okay, tutaanza na maswali ambayo yapo kwenye chat. Swali la kwanza nafikiri linaulizia vipi kuhusu forex. Kama unaifanya kwa kutumia elimu na si kwa kugamble. Sijui kwa kutumia elimu unakusudia nini? Kwa ufupi ni kwamba kwenye online forex nyingi ambazo ziko mpaka zile ambazo zitakuwa zimethibitishwa na sharia scholars, nyingi ni za kuepuka kabisa, kwa sababu sio real forex trading kwa mujibu wa sheria. Mujibu wa sheria, mauziano ya fedha za kigeni yanatakiwa yafanyike on spot basis na yanatakiwa yafanyike with actual settlements. Kwa kuna settlements ya counter values, lakini kwenye online forex zinafanyika chini ya contract for difference. Okay, una take position, ni issue ya kutake position, na mwisho wa siku you sell or you buy and you settle the difference. Okay, there is no actual settlement, no actual exchanges of currencies, na not really buying and selling. Kwa hivyo fatwa zilizopo na maulama ni kwamba online forex inayofanywa kwa contract for difference ni haram, haifai kabisa. Lakini ile inayofanywa kwenye bureaus hapo kwa hapo, unaona, unakwenda bei gani dola, bei gani pound, dola kwa pound, mna exchange pale, kila mtu anachukua chake, mnaondoka. Okay, hii ni actual forex transaction inayofungamana na matakwa ya kisheria. Au unakwenda bank, okay, unanunua pesa ya kigeni, kuna actual settlements, unawekewa fedha ya kigeni, unatoa fedha nyingine ya kigeni, au fedha ya shilingi ya Tanzania, this is debited, this is credited, settlement inafanyika. Hakuna swala la kuja ku take position tu, you don't put any money, you just take position, and then at the end of the day you take position ya kubuy, and then baadaye ukija ukitake position ya kusell, kama itakuwa kuna any profit, this difference is settled, but you didn't pay anything for the purchase. Okay, unakuja tu una take position, unakuja kuuza, una take position ya kusell. Kwa hivyo ni vitu ambavyo havikubaliki. Muraba ni mfumo upi? Je, ni muamala halal? Na murabaha ni katika mikataba ya kisheria ya kuuza na ya kununua na kuuza. To ananunua kitu, anaweka faida, anaiweka wazi faida yake na gharama zake, anauza kwa mtu mwingine. Mfumo huu una masharti yake ya kuzingatiwa ambayo tutaweza kueleza hapa, lakini kwa ufupi, murabaha ni mkataba maarufu wa kisheria ambao unaweza ukausoma katika mitandao. Mkataba ambao unatumika sana kwenye mabenki ya Kiislamu na huduma ndogo za kifedha na maeneo mengine, kuwawezesha watu waweze kupata mahitaji yao, halafu wanalipa kwa fedha taratibu. Kwa hivyo ni mkataba wa mauziano ambao unatakiwa uzingatie masharti yaliyowekwa ya kisheria, ndio utakapokuwa kweli ni halali. Inaweza mwingine ukaitwa tu murabaha, lakini kama huyu anayeuza hajamiliki, okay, hapo kutakuwa kuna matatizo. Kwa hiyo ni kitu kinachotakiwa kifaa, ni mkataba ambao unatakiwa uzingatie masharti kadha wa kadha, pamoja na kwamba kwa ujumla wake kuzungumzia murabaha katika fikra ya Kiislamu ni mkataba unaofahamika kuwa ni halali kwa masharti yaliyowekwa.
Online forex tushaeleza vipi uhalali wa kutumia online forex, tushaeleza haifai, ina contract for difference unless tuambie hii ni site ya broker au ya whichever platform ambayo imefanyiwa tahqiq na wanachuoni na kutolewa certificate ya kwamba wao wanachokifanya ni tofauti na zile za haramu. Lakini kwa ujumla online forex nyingi ni haifai na kwenda kwa contract for difference. Sukuk zinalipa 60% of capital as profit, imekaje kisheria? Well, sasa haya masuala mengine naona haendani na biashara tena, tunakwenda kwenye masuala ya mambo ya Islamic finance na kadhalika. Okay, tungependa leo kusikia masuala yanayohusiana na biashara na mada yetu ni biashara, usimamizi wa biashara halali. Okay, hizi sukuku zinalipa sisi tuna training inakuja. Kuna training ya masala ya sukuku itafanyika tarehe 3 Dar es Salaam March. Kwa yule ambaye yuko interested awasiliane na sisi, atapata majibu ya maswali kama haya: sukuku zikoje na inapatikana vipi, faida yake na nini. Hayo unaweza ukaja kwenye session hiyo ya sukuku tarehe 3 March itakayofanyika Dar es Salaam. Hiyo ni ya malipo, utalipia, utajifunza mambo mengi kuhusiana na sukuku na mambo mengine yanayofungamana na hayo. Kwa hilo nitaliepuka. Ningependa sana tujikite kwenye maswali ya biashara halali, ni mada yetu iliyoko mezani. Kuna mtu ana swali? Naona ya kwenye chat yameisha. Kuna mtu mwenye swali katika mada yetu? Unaweza kunyosha mkono au ka unmute. Naam, Hassan Magumo. Assalamu alaikum. Salam. Mimi niko na swali in terms of marketing. Naam. Kuna tukio liwahi kutokea ya moja ya benki ya Kiislamu ambao ni full phrase benki ya Kiislamu Tanzania. Samani nitaitaja yani ili swali lielekee. Amana Kuna Bank. haja ya kuitaja, ishafahamika tayari kwa Tanzania iko moja tu. Haya, tuendelee. Wameshiriki katika bonanza ya timu ya mpira ambao hiyo timu ya mpira ndani yake inafanya marketing za issue za betting and gambling, kitu kama hicho. Hii ikoje katika in terms, kwa sababu mimi naamini kushiriki kwao kwenye ile bonanza ni issue ya marketing, hamna issue nyingine ambayo labda itawapeleka zaidi. Sasa hii ikoje? Na kwa sababu hiyo benki nayo ina sheria body compliance, ina vitu kama hivyo. Hii ikoje katika swala la marketing, yani Islamic marketing? Kwa sababu nimenitia utata, kwa sababu benki kama hiyo ina sheria compliance body. Kwa kweli maelezo yako hayatoshelezi kulijibu hilo swali kwa kweli. Sijui ni bonanza namna gani, sijui inaendeshwa vipi. Kwa hivyo ni vigumu mimi kusema kitu katika jambo kama hili. Tunachoweza kufanya ni kuwarejea watendaji wa benki husika kwa ajili ya kupata ufafanuzi, na nafikiri namba zao zinakuwa wazi, ziko kwenye mitandao, namba zao za simu. Unaweza ukapiga kuongea na mkuu wa kitengo cha sheria, au unaweza kutembelea makao makuu pale, okay, kwa ajili ya kuweza kuonana na wahusika na kuwauliza swali lako hili kwa wao, kwa kuwa ni kitu washakifanya, wanajua kitu gani walichofanya. Kwa hivyo unaweza ukataka kupata ithibati ya kwamba je, hili ambalo mmelifanya nini linafuatana na sheria au vipi, au kukusanya hizo taarifa za kina kwa kiwango, hii bonanza ni ya vipi, imefanywaje na mambo kama hayo, and then ndio unaweza ukaliulizia swali hili kwa mtu wa nje ambaye kama sisi ambaye hatujafuatilia hilo huo udhamini, hiyo bonanza. Kwa hivyo mimi najizuia kulijadili swala hilo kwa sababu sina taarifa nazo kwa kina, na masala ya kisheria yanahitaji uwe na mafuhumu, uwe na uelewa wa kile ambacho kimefanywa au kinafanywa, ndio ukitolee jawabu. Huwezi tu kusema kwamba ni bonanza tu. Bonanza ya kitu gani? Sio kila bonanza kwa maana ya ile tunachokiona sisi kwamba ni ushiriki kwenye mashindano fulani afu kuna zawadi fulani inatolewa, kwamba inaweza ikawa yote yana mushkila kwa kuwa ni bonanza. Kuna mambo mengi ya kutazama.
ambayo yanahitaji yatazamwe, ndio ile sura kamili ya kile kinachofanyika kifahamike, dhumuni lake, prosesi yake ikoje. Okay, na ndio kulitolea kauli. Kwa hivyo ningependa hilo niliseme hivyo kwa sasa. Na mkono mwingine yani, sione mkono mwingine. Okay, kama hakuna tena, mimi nimalizie tu kwa kisa hiki maarufu kwenye Qur'an. Okay, inaitwa Town by the Sea. Ni story fupi lakini ina ujumbe mkubwa sana ambao wengi wetu tunapuuzia kwenye masala ya kutafuta riziki. Katika kisa hiki Mwenyezi Mungu anasema was'aluhum 'anil qarya lati kanat hadirat al-bahr. Kinasimuliwa kisa cha mji uliokuwa pembezoni mwa bahari. Mji huu ulikuwa umepewa mtihani, ni katika vijiji vya walikuwa wakikaa Mayahudi ambao walikuwa wamepewa agizo la kuto kufanya kazi siku ya Jumamosi. Sasa kijiji hiki ni cha wavuvi. Ikawa wanaruhusiwa kufanya kazi siku zote, wanakwenda kuvua siku zote, inakuwa kwa tabu na mashaka kupata kitoweo. Lakini siku ya Jumamosi Mungu akawafanyia mtihani, kwa samaki wanakuja juu juu tu, wanakuja tu karibu na fukwe na wanaonekana, hakuna tabu, haonekani kama samaki ni wa kutafuta. Lakini hiyo ni mtihani wa Jumamosi. Kwa hivyo baada ya muda, baadhi yao walishindwa kuvumilia agizo lile la kuto kufanya kazi. Walichoamua kufanya ni kufanya hila. Sasa kafanya hila ya wanaweka ndoano zao, wanaweka ndoano kama ni mishipi na kadhalika siku ya Ijumaa usiku, na wanaiacha huko baharini. Jumamosi hawendi, lakini sasa kama unavyojua Jumamosi hauendi kufanya kazi, lakini umeshaweka vitendea kazi kule, ndoano, umeweka manyavu na nini. Wale samaki wanapokuja siku ya Jumamosi, okay, wengine wanapoingia kwenye mitego ile hawatoki. Ikija Jumapili, jamaa wakienda wanavuta ndoano zao, wanavuta nyavu zao, okay. Wanaona kwamba wamefanya kitu sahihi kabisa, kitu ambacho pengine mimi na wewe ungesema kuna tatizo gani, lakini Mwenyezi Mungu aliwakemea na alikuja kuadhibu watu hao kwa kufanya hivyo, kwa kuto kuzingatia tu hilo sharti moja tu la kuto kufanya kazi siku ya Jumamosi, ambayo na wao walikuwa hawafanyi, lakini wakatumia hila kufikia lile ambalo wanataka kulifikia, jambo ambalo ni makosa. Sasa ujumbe wangu ni kwamba tusipuuzie masala haya ya uchumaji wa halali tukajiingiza kwenye kuchuma kwa haramu, kwa hila hii au hile, au kisababu hiki au kile. Okay, ni kitu hatari sana, na ni kitu ambacho tunamwomba Mwenyezi Mungu atulinde, atuhifadhi kuweza kutafuta riziki za halali, na tukumbushane, tuna wajibu wa kukumbushana. Katika kisa hiki baadhi yao walikuwa wakiwakumbusha wengine, wakiwahadharisha, jamani, mnachokifanya sio sawa sawa. Na wengine walisema tuache tu, madhambi ni yao, adhabu itawakuta wao. Lakini Mwenyezi Mungu anasema alipoleta adhabu yake aliwaadhibu waliohusika na waliokaa kimya, na akawanusuru wale ambao walikuwa wanakataza. Na aliwafanyaje? Aliwageuza baadhi yao kuwa ni manyani na nguruwe. Aliwageuza wale walioshiriki kwenye kosa lile kuwa manyani na nguruwe. Kwa hivyo, na kwa kweli ukitazama leo baadhi yetu ni kama kuchuma haramu tumegeuka kama manyani na nguruwe. Yani ni metaphorical. Leo kuna watu ukiwatazama kwenye utafutaji wao ni kama nguruwe tu. Nguruwe anaingia kwenye uchafu wowote ule, mradi ale tu.
Umeona, kuna watu wale wako namna hii, yani atafanya lolote lile ili mradi apate mapato. Ni style ya nguruwe. Umeona. Nyani ni vile vile, ataingia kwenye shamba la mtu bwana. Hataji ruksa, atakwenda atachukua atakachochukua, ajali anachuma vipi, anakula vipi. Sasa tusije tukafika huko. Unaweza ukasema unaweza ukawa nguruwe kwa tabia zako, unaweza ukawa nguruwe au nyani kwa tabia zako. Umefahamu? Yani moyo wako umeshakufa kabisa kiasi cha kwamba wewe ni nguruwe tu katika sura ya kibinadamu. Yani inapokuja kwenye swala la unakula nini, unakunywa nini. Kwa hivyo tuchunge sana ndugu zangu katika kadhia hizi za utafutaji wa riziki, na ujue siku zote yule atakayekuwa anaacha haramu kwa ajili ya kumwogopa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atambadilishia kilichokuwa bora zaidi, na tujue ya kwamba Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kuruzuku, na anapokuwa amekufungulia katika halali iendee, atakapokuwa amekufungulia katika mtihani ujizuie. So, Mwenyezi Mungu anasema nitawajaribu katika kheri na shari, tawaletea fursa za upigaji ili kuwapima utazuia nafsi yako au utaiendea fursa hiyo. Kwa hivyo mambo yote haya, fursa ya kheri itumie vizuri, fursa ya shari izuie nafsi yako, na tumwombe Mwenyezi Mungu daima tusaidie katika juhudi zetu hizi za kutafuta halali. Na mpaka hapo nafikia mwisho. Nawashukuruni nyote kwa kujumuika nasi, na kwa wale ambao wanataka ushauri au watataka kuuliza privately, namba zangu ziko hapo. Unaweza ukawasiliana nami, zote zina WhatsApp, zote zinaweza kupatikana. Unaweza kuwasiliana nami na tukaweza kuzungumza kadhia yako kwa 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 utulivu na kwa muktadha wako, na kuona vipi tunasaidiana katika kuendea utekelezaji wa dhana hii ya usimamizi wa biashara kwa misingi ya halali. Mpaka hapa, shukuru sana kwa kujumuika nasi, na niwatakie Jumapili njema. Asanteni sana.